Hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji, nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Katika taarifa zetu hizi tuanzie na huko Kinshasa, makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejibu vikali matamshi ya hivi karibuni ya rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ikiyataja kuwa ni madai mapya ya vitendo vinavyofanywa na wahasi wa M23 mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Safari Limasi Dilwe ameandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti kamili. Baada ya mashauriano yake na jamii za kiraia na kisiasa yaliyofanyika Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini, pamoja na kujitokeza kwa harakati ya kijamii na kisiasa Sauvons la République démocratique du Congo mjini Nairobi nchini Kenya, na baada ya kipindi kirefu cha ukimya, rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila Kabange amezungumza tena kuhusu masuala ya sasa, akionyesha uokoaji wake dhidi ya utawala wa nchi chini ya uongozi wa mrithi wake Rais Felix Antoine Tshisekedi ambaye ni rais kwa sasa. Katika mahojiano aliyotoa wiki iliyopita kwa chombo cha habari cha Ubeljiji, seneta wa maisha Joseph Kabila Kabange alisema kuhusu hali ya usalama nchini kuwa wengi wanazungumzia mgawanyiko wa nchi ima balkanizasio, lakini yeye anapendelea kuzungumzia usudanizaji ima sudanizasio wa mgogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa rais huyo wa 4 katika historia ya DRC, kuna mfanano kati ya hali ya sasa ya nchi na ile iliyosababisha kusambaratika kwa Sudan. Mgawanyiko wa Sudan uliorasimishwa tarehe 9 Julai 2011 uliigawa nchi hiyo katika mataifa mawili tofauti, ikiwa ni Jamhuri ya Sudani ya Kaskazini na Jamhuri ya Sudani ya Kusini kufuatia kura ya maoni ya kujitawala. Mgawanyiko huo ulitokana na miongo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya kaskazini yenye wengi wa Arabu Waislamu na kusini yenye Wakristo waumini wa jadi. Akijibu kauli hiyo katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii ya tarehe 24 Machi 2026 pembeni ya mkutano wa magavana, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema matamshi hayo ni kama madai mapya ya vitendo vinavyofanywa mashariki mwa DRC na waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kwa kutaja usudanizaji ima sudanizasio, kwa mujibu wa Patrick Muyaya, Joseph Kabila anaonyesha nia yake halisi kuhusu mtazamo wake juu ya DRC. Patrick Muyaya alisema si jukumu la serikali kujibu hasa kwa kuwa hizi si kauli mpya, sio maneno tu, bali ni matendo ambayo nyinyi wenyewe mmeyataja. Hata tarehe iliyochaguliwa si bahati mbaya. Kuchagua tarehe 23 Machi na kuwa Goma ni kama kudai vitendo vinavyofanyika huko. Pia ni njia ya kuonyesha nia halisi tulionayo. Mimi nitawazuia Wakongomani wazalendo kutorudia neno hilo kwa sababu ni mkakati wa upotoshaji. Wanataka kuingiza sumu ya neno jipya ili lisambaye, alieleza msemaji huyo wa serikali akiwa pamoja na waziri wa mambo ya ndani, usalama na ugatuzi na masuala ya kimila pamoja na gavana wa jimbo la Kwilu. Katika muktadha huo, waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari pia msemaji wa serikali Patrick Muyaya alikanusha tena madai ya utawala mbaya yaliyotolewa na seneta wa maisha. Kwa mujibu wake, viongozi wa sasa wanajitahidi kutafuta suluhisho wa matatizo ya wananchi, matatizo ambayo kulingana naye yalipaswa kushughulikiwa tangu enzi za utawala wa Joseph Kabila, lakini hayakufanywa kwa sababu alitanguliza maslahi yake binafsi. Aliongeza tena Patrick Muyaya, kile tunachokijua ni kile tunachokifanya sasa. Muhimu ni kwamba tunashughulikia mambo ya msingi ambayo hayakufanywa kwa miaka mingi. Kwa mfano, katika miaka 18 kulikuwa na mikutano 6 tu ya magavana, wakati sisi tunafanya angalau miwili kwa kila mwaka. Hii inaonyesha tunajikita katika mambo muhimu. Sitafanya kulinganisha mengi, lakini kama tumeambiwa kuwa katika miaka 46 ni chini ya Rais Felix Tshisekedi ndio tumeona barabara zenye lami na zinazojengwa, wakati wengine walijenga barabara katika maeneo yao binafsi kama vile Vallée de Lancele, Kingakati, zinazozidi hata zile ambazo zingehudumia mji mzima. Basi chagueni wenyewe. Kwetu sisi ni wazi. Mbwa anabweka lakini msafara unaendelea kusonga mbele, alisitiza yo Patrick Muyaya. Ikumbukwe kuwa chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila, viongozi mbalimbali wa kisiasa na wanaharakati wa kiraia wa Kongo walikutana tarehe 14 hadi 15 Oktoba 2025 mjini Nairobi nchini Kenya katika mkutano kuhusu mustakabali wa Kongo. Mwisho wa mkutano huo walitangaza kuanzishwa kwa jukwaa jipya la kisiasa liitwalo Mouvement Sauvons la RDC. Na tujielekeze kule katika mji wa Baraka, ni kwamba mtu mmoja, baba wa familia aliyejulikana kwa jina la Rashidi Anzuruni wa miaka takriban 50 ya kuzaliwa, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Jumatano ya tarehe 25 Machi 2026 katika kata la Kalinga Side mjini Baraka. Kwa jambo hilo, shirika la raia Sosiko RDC limelahani vikali
kitendo hicho cha uhalifu. Akiwa mbele ya microphone za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Abedi Chakubuta Jojo Ngonda, mwenyekiti wa shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka, amesema kuwa vitendo vya mauaji vilikuwa vimepungua kwa kiasi kikubwa, hali ambayo imepelekea raia kuishi kwa amani, ila kwa sasa vitendo hivyo vimerejea na kutia raia kwenye wakati mgumu. Abedi Chakubuta Jojo Ngonda aeleza yafuatayo. Tumesikitishwa sana kuona tena hali ya vitendo ambapo vinakuwa vikifanyika katika jiji la Baraka mwezi siku ambapo raia tayari walikuwa washaanza kutulia, lakini tena wahalifu wanaanza. Na kwa hiyo tunaomba serikali kamate jukumu. Ni kwa hiyo tunasikitishwa na kifo cha ndugu Rashidi Anzuruni Biamba wa miaka 50. Ni mzee ambapo ameuawa mnamo mida ya saa 1:30 alipokuwa akitoka ngambo za chini kwa kujielekeza nyumbani, na ndio hapo alipigwa masasi pale kwenye quartier ya Kalinga Sud, pembezoni la shule la msingi la EPAK Atola 34e Kadafe katika komine ya Baraka Centre. Bwana Rashidi Anzuruni Biamba wa miaka 50, unajua kwamba ni mtu mzima na ni baba wa familia, ameacha watoto karibuni 7, ameacha mke na wale kazi. Kwa hiyo inakuwa ni hali ambapo imesikitisha kwa mtu kupotea mazingira ambapo imetatanisha ya kupigwa masase kwa mida ya usiku. Kwa hiyo tumesikitishwa na kitendo kama na hicho, na kuomba gouvernement congolais kwa kupitia ma service de sécurité na défense notamment FRDC pamoja na la polisi kishindikizwa na waalie wao incontournable wazalendo. Kwa hiyo renforcer beaucoup plus sécurité katika jiji la Baraka, na kwa hiyo na tunaomba pia kukue ankete ifanyike ili tujue ni wanani ambapo wametenda hicho kitendo, wale wahalifu ambapo sasa hivi hawakujulikana. Ni sikitiko kubwa kuona tunapoteza mzee angifanya vitu vingine vya maana katika jamii yake na pia na kwa kusaidia serikali ya Kongo, lakini ameuawa kwa mazingira ambapo sio nzuri. Na tunakuwa kila mara tukiwaambia watu kwamba reglement de compte haiwezi karesoudre probleme wakati kuna tatizo katika familia au katika watu kwa watu tofauti na familia yao. Tuangalie namna gani ya kuwa naacha vitendo vya kuua mtu, vitendo ambapo vya kujishukulia sheria mikononi, na kwa kuua mtu ambapo labda amekufa hajulikani amekufa namna gani, hajulikani kama alikuwa na kosa ama alikuwa na kosa. Na kwa hiyo ikikuwa na kosa ni lazima unampeleka kwa watu ambapo wanahusika. Sisi tumekondaniwe kitendo na tumeomba kwamba kukue namna ya kufanya utafiti au ile tunasema maankete afeki wale ambapo walitenda kitendo kama na hicho wapelekwe kwenye vyombo vya sheria na wajieleze. Tubaki tu katika mji wa Baraka, msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ni kwamba siku 3 baada ya kusimikwa kwa meya makamu mpya wa mji wa Baraka, uongozi wa shirika la raia Fox Vive umetoa neno lake kuhusu uongozi huo mpya, ukiwataka vijana na viongozi mjini humo kupendelea maendeleo kuliko mijadala isiyo na tija mitandaoni. Albert Etonda Maisha ni kiongozi wa shirika la raia Fox Vive mjini Baraka, amepongeza uongozi mpya wa mji ambao ameuomba maendeleo na usalama. Sisi kama shirika raia hatuwezi kuwa mashirika ya kiraia ya eneo bila uongozi, na sisi tuko hapo kupewa uongozi wa kuongoza, kwa sababu hatuyafikia wakati ya sisi raia kuchagua, na tumepata kiongozi mwingine. Tunajua mpaka saa hii jiji la Baraka liko na meya wa jiji Mbocho Hussein, lakini hayupo, na ambaye amekuja kwa leo ni Bwisemene Wilonja Lambert. Sisi kama vishirika raia ni kupigia makofi na kupongeza, kwa sababu sisi hatuna jambo lingine, ni kuomba tu tuwe na viongozi ambao watatumika na raia, na ile maitirafu tunasogeleana na tunatumika kazi kwa kuomba maendeleo na kuomba usalama. Aiza, Bwana Albert Etonda Maisha ametaka vijana kuzozana kwa ajili ya uongozi, ila kuweka kipaumbele maendeleo ya mji wa Baraka. Zaidi ukiona vijana marezo sosio wanabebana, najiuliza vijana hawana kazi ingine, utajikuta kuanzia 6h mpaka kufika ingine 6h marezo sosio watu wako na bebana,
kwa sababu mimi ni wa uongozi fulani, nyinyi mlikuwa wa uongozi fulani. Kuna viongozi wana create magrupe kwamba hawa njoo wangu na hawa hawako wangu. Kiongozi haiko vile. Kiongozi hana wake. Na hakuna mtu akusema ule kiongozi ni wangu. Kiongozi ni wa watu. Tuko naomba watu wasi create makonflikt sana juu ya uongozi. Watu wabebane juu ya maentere ya fulani amejenga ya hivi na mimi nitajenga ya hivi. Fulani amefuga kuku 12, mimi nitafuga kuku 15. Fulani amefuga sungura 60, mimi nitafuga sungura 100. Ile njoo kubebana ya mzuri. Kwa leo mimi Albert avec etablissement Tuendelee niko naambia vijana waje ni wafunze kufuga. Lakini wanabakilia tu makonflikt tu, magrupe tu mchana mzima. Mtu anauza mega 1 giga 2 giga inaisha na anashindwa kurekipere meme 2000 francs ya ile giga ambayo alifanya. Kwa kumalizia, kiongozi huyo wa shirika la raia Force Vive mjini Baraka ameweka kero yake kuhusu masemi ya administrator wa tarafa la Fizi ambayo amesema yamekuwa kama kashfa kwa uongozi wa mji wa Baraka, huku akisusia swala la kuuzishwa kwa uwanja wa mpira cha Kibonjwa ambacho kinasemekana kuwa kinauzishwa na viongozi wa kata hilo. Tumsikilize Albert Etonda Maisha. Tumesikia jana kwenye radio RCK ya administrateur wa territoire ya Fizi ambaye amepongeza, lakini tumelaani kitu fulani ambaye administrateur amesema. Wakati administrateur anasema Fizi sasa imepata kiongozi ambaye atatoa raia wa jiji la Baraka mumateso ambao walikuwa nayo muda mrefu. Administrateur wa territoire ya Fizi njo amejua matatizo yetu ya muda mrefu. Anapenda kutuambia kuanzia Meya Mbochwa, Emerit, Swazi wametujere mu mateso sisi. Yeye ndio atajua mateso nafasi yetu sisi. Hatuwezi tika tutukanie viongozi wetu wa jiji la Baraka vile. Jambo la mwisho la kuambia wasikilizaji ilikuwa juu ya kuwatuliza kwa sababu ya tatizo ya spoliation ya tere ya Flambeau pale Kibonjwa. Tuko naifanyizia kazi, tumeyua tayari wanani ambao wamenunua pale, na tumeyua tayari kupitia vikartasi ambayo tumepata wanani wameuzisha. Raia na wale ambao wanatumikisha ile stad watulie, wasitumikishe violence. Solution itaonekana niko pacific na ile stad haitajengewa na mtu na haitaenda fasi kwa sababu ile ni ubandia ambayo umefanyika. Tumalizie taarifa zetu hizi za habari na hapo tu katika mji wa Baraka, msikilizaji, ni kwamba kutokupakuliwa kwa haraka bidhaa ndani ya maboti kwenye bandari ndogo ya Mshimbaki yaweza kuwa na madhara unapolinganisha na kipindi hichi cha mvua nyingi na upepo. Ndivyo wamesema baadhi ya wafanyabiashara wenye kuwa na bidhaa ndani ya boti hizo. Taarifa tunazo zataja kuwa tangu boti hizo za biashara ziwasili kwenye bandari hiyo ndogo ya Mshimbaki, hakuna shughuli yoyote ya upakuaji imeisha anzishwa. Upande mwingine, wafanyabiashara wa bidhaa hivyo tuliojiana nao wametaja kuhofia madhara ambayo yaweza kuripotiwa hapo baadaye. Hawa waomba serikali kuingilia kati kwa ajili ya bidhaa vyao kuweza kupakuliwa mapema iwezekanavyo. Sisi ni wachuuzi, tunakuja hapa kwa sababu ya kulilia mizigo yetu ambayo iko maboti kule Kutanganyika ipakuliwe. Ni mizigo ambayo tunatosha Tanzania na mizigo hiyo iko mitumbu ya mambao. Sasa leo kukukua kazi, tunaomba sasa vitengo vyote vya serikali vitusaidie kesho mizigo yote ipakuliwe, sababu inaweza ikazama mule mumai pale kuporu kwa mitumbu ya mingi kwa maboti hata 10. Kuna maboti na siku 5, kuna boti zina wiki moja, kuna boti zina siku hata 10, na sasa hapo leo zinafika karibu boti 10, na leo hakukua kazi, walikuwa wanatumika kidogo kidogo. Sasa leo hakuna hata mzigo mmoja ulitoka ndani ya boti kwenye bandari ya Mshimbaki. Kesho ni siku ya 5, maana yake mizigo ipakuliwe isibaki mumaboti. Kabaki mumaboti tunaweza tukapata hasara. Siku hizi 2 zilipita kuna maboti mengi yamezama. Sasa isije kazamia tena hapa bandarini. Mimi ni mchuuzi, kati ya wachuuzi ambao wanatumika kazi ya biashara hapa jijini Baraka. Tunatoa biashara Tanzania, linafika hapa Baraka. Ila tumepatwa na mshangao kwa siku ya leo. Tunajua kila siku wanatumika kazi kuanza siku ya kwanza hadi siku ya posho. Na siku ya Mungu kama kuna uwezekano kwa wanasaidia watu kwa kupakua mizigo. Lakini cha mshangao leo tulifika bandarini tukakutana kule hakuna kazi yoyote, mizigo ipakuliwi, watu wanakaa tu pale, na boti zenye tuko nazo hapa sio meli, na bandarini yenyewe kwanza
haina kirewa, fasi ni ndogo, afu mitumbu ni mingi. Na mtumbu sio depo, ndio tulikuwa tunaomba viongozi watufanyie nguvu, kesho mizigo yote iwekwe chini. Olea kuchungia mizigo mboti. Mizigo ikizama pale, hatujui nani atatusaidia. Mbo yangu kwa sasa siko na siku 3 tangu wasili hapa, na kulifika zingine ziko pale nchikavu. Ninaleta na mimi pia wasiwasi yangu kwa ajili ya mizigo yenye iko mule mumaji yenye haikupakuliwa leo. Tunahitaji vyombo vya usalama vinavyohusika na maji vitusaidie tupakue mizigo yetu pale Mshimbachi. Haikosi wiki iko pale mizigo yetu, lakini iko inapakuliwa mdogo mdogo. Lakini leo tulishangaa, tuko na ile mazoea ya kujua kama kila siku ijapokuwa mizigo inapakuliwa kwa boti. Lakini leo tulivofika pale tukakuta hakuna hata kazi hata moja ambayo inafanyika. Mpaka sasa na sisi tunajiuliza, yani kwa ajili ya nini hatujui. Tunakuja huku kutoa malalamiko, vyombo vya usalama vitusaidie ili kesho. Leo tunashukuru na tunavumilia. Hatujui na kesho pia tunaomba vyombo vya sheria vitusaidie mizigo yetu itoke ndani ya maji, kwa sababu mumaji hamuna depo. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.